Umeona yule jamaa kainama hivi. Wakati natoka akawa kama ananipa 2000. Yule jamaa anayenifahamu Ruiko akawa kama anataka kunipa 2000. Ili nimsogelee. Nilipomsogelea akasema, wewe Msenge noma." Akaninongoneza hivyo, "Msenge noma, umeua." Alafu 2000 ile ya kunipa akasema, "Hebu nipe namba yako." Nikampa namba. Kumbe nilipompa namba, yeye akawapigia simu watu wa kule Ruiko, kule nilikotoka. Nimekutana na jamaa, unamfahamu akapiga simu sana, unamfahamu? Yule jamaa nimekutana naye anatema injili, ni hatari. Yule jamaa ni noma, amezoa sadaka sana. Umeona wale watu wakawa waamini. Akatangaza sana pale kwamba mimi naingia kwenye magari na hubiri. Alitangaza sana yule jamaa. Mpaka leo ni jamaa wangu, ni mshikaji wangu, kwa sababu siku ile nimpaga namba 2017. Ni jamaa wangu. Sasa yeye huyu jamaa yuko Dodoma huko. Sasa mimi pale niliposhuka kwenye gari, nikasubiri gari ya kurudi Songea nihubiri nayo. Nichukue hela yangu nihubiri, nitembee nyumbani. Kwa sababu hela nimeshazipata. Nikakaa pale Pachani, madaba inaitwa Pachani. Nikakaa gari alitokea. Katokea jamaa. Nikamuuliza, "Hapa ndo madaba?" Akaniambia yeye ndo madaba. Akasema, "Lakini hapa ni Pachani tu, lakini madaba kwenyewe ni ndani huko ndo kumechangamka sasa huko." Akasema, kuliko changamka si ndo kwenyewe huko, ngoja nikachukue hela." Nikaanza mdogo mpaka nikafika madaba. Nikafika sehemu moja hivi, kuna wamama wamepanga, yani wanauza hizi malimbichi, sijui vitafuno vya asubuhi, kwa sababu ilikuwa asubuhi kama saa 3 saa 4 hivi. Nikaomba wale wamama, "Bwana, naomba nihubiri hapa 1 2 3." Wakasema, "Haina shida, wewe hubiri." Nikatoa Biblia yangu nikaanza kutema nondo. Unajua mimi nilikuwa na mahubiri yale ya kutisha ya kufa nini, yani lazima utanisikiliza, na ukinisikiliza lazima utoe. Yani piga ua. Vitabu vya Elia nimemaliza, kafala za kina Musa nimemaliza, yani nimemaliza vitabu pale. Nilipokea hela. Mtu hana hela ananipa debe la maharage, hana hela analeta kuku. Nilipokea hela, mjomba. Nilipokea hela, nikaamini kweli kumtumikia Mungu kunalipa. Nikaja gari la kwenda Songea, madaba Songea, nikapanda zangu gari, nikaenda nyumbani, na mimi kama kawaida nikawa nafika kwa mke wangu na mwaga hela kitandani, namwambia, "Umeziona hizi?" Mpaka mke wangu anashtuka, kwa sababu akawa ameshajua kwamba mimi naenda kuhubiri kwenye magari. Uchumi, hela hamna. Sasa yule jamaa ametangaza pale Ruiko kwamba jamaa anatema cheche huku. Sasa wakiniona pale Ruiko hawaamini, wanaona nimepiga zangu jeans na t-shirt, sendo, nini. Niko normal tu. Alafu mpole kama njiwa. Hawajui. Sasa siku moja ilitokea hiyo siku, nikasema, ngoja nikajitafutia hela Ndongosi. Nikahubiri Ndongosi. Ndani huko. Kumbe wale jamaa wa vijiweni pale wanaenda kucheza huko mpira Ndongosi. Umeona? Sasa muda mimi naanza kuhubiri, wao wameenda uwanjani huko wameshacheza mpira wanarudi. Sasa nimehubiri watu wakawa wamejaa pale kawaida. Nikahubiri. Sasa nimeona Bible limeongezeka. Kila nikihubiri, zimeongezeka. Yani watu wana Bible. Mimi sasa sijawaangalia huko nyuma, kwa sababu mimi pale nilijaza kijiji. Sijajua huko nyuma ni kila nani. Mbona watu wana Bible sana, sio kawaida? Kapepesa macho. Nikaona wale washikaji wa Ruiko, jamaa zangu sasa wakijiweni, lakini wameniunga mkono. Ndio mchungaji, sema